Ya Krismasi ni siku ambayo tunaisherekea kwa ajili ni kama patanisho ya Wakristo dunia mzima, na ni siku ambayo Wakristo tunaisherekea kwa kuiazimisha. Tumeipatia title ya Yesu kuzaliwa. Yes, siku hiyo Biblia haijaonesha kwamba ni siku rasmi ambayo Yesu Kristo alizaliwa. Tumeipatia that title ya Yesu Kristo kuzaliwa kwa sababu ni siku ambayo tunaamini ni siku ya mabadiliko ndani ya mioyo yetu. Na Yesu Kristo anapozaliwa ndani ya moyo wako, huwa inakuwa ni siku ambayo ni ya msamaha, ya wewe kujibadilisha na kuanza maisha mapya. Na watu wameingiza siasa katika jambo hili la Krismasi kwa sababu ya misingi ya kidini. Utapata wale misingi yao ya kidini haiamini Krismasi ni sawa na wale Antichrist ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu Kristo alikuja kukomboa ulimwengu wote. Na ndiposa unapata tuna wale watu ambao hawaamini Krismasi, na tunawaambia Wakristo muwe makini na watu kama hao, kwa sababu watu hawa wana njama fichi. Unajua, neno la Mungu ni wachache sana ambalo watalielewa na kutafsiri na kujua maana ya hilo neno la Mungu pale, maana ya hizo verse. Na tunapoangalia Biblia kindani, tunaangalia Biblia as a whole, watu huchukua mistari michache na anasimama hapo. Unapoona mtu anaposema katika Yeremia 52 and 51 inaongelea kuhusu tarehe 25 ambaye mwizi aliachiliwa, na pia wakasema ilikuwa ni siku ya sherehe ya kuachilia wafungwa. Siku hiyo sio ati kama sisi Wakristo tunaiazimisha. Wengine wanasema ati ilikuwa ni siku ya paganism, wale ambao walikuwa wanaabudu jua na miungu. Inafaa uelewe, wakati ule kulikuwa na mfalme wa Rome ambaye alikuwa anaitwa Mfalme Valentino. Alikuwa anaabudu miungu, lakini baada ya kuokoka ndipo aliweza kubadilisha hiyo tarehe kwa hizo sherehe za kuabudu miungu kwa Krismasi, kwa sababu yeye alikuwa ameokoka. Na ikaanza hivyo. Sherehe za Krismasi zimekuwa kwa muda wa zaidi ya miaka 2000. Na unapopata mtu ako na miaka 30 ama miaka 50 ama miaka 60, anajaribu kupingana na kujifanya yeye ndiye anajua zaidi. Tunaambia Wakristo, soma Biblia uielewe. Choose wise. Amua utafuata njia gani. Fanya yako. Biblia hii iliandikwa kwa Hebrew kwa mara ya kwanza. Hatujui nani walitafsiri hiyo Biblia. Kuna wale walitafsiri labda na malengo tofauti, wakabadilisha maneno pale. Hatujui. Lakini mtu asikuwa anakuambia ati toa andiko. Wewe soma Biblia, tekeleza yale mazuri ambayo unaona imependeza moyo wako, na utazidi kukua kiroho. Usikubali mtu anasoma mstari mmoja anaanza kuconvince kwa hiyo mstari. Biblia iliandikwa kwa Hebrews, ikatoka pale ikakuja ikabadilishwa ikaandikwa kwa Latin na Greeks, na huko ni penye chimbuko cha Ukristo ulianzia. Hii sehemu zingine tumekuja kufuata nyuma, na unapata wale ambao wamefuata nyuma bado ndio wanajifanya kujua zaidi. Wale wa Greek, wale wa Yahudi bado wanafuata ile mtindo wa kibibilia huko penye Injili ilianzia. Tuwe makini na watu ambao wanajaribu kutupotosha kuhusu hili neno.